Kwa jina naitwa Elizabeth Joseph Kaniki, mzaliwa mwenyeji katika kijiji cha hapa Gurumungu, kata Gurumungu. Sisi wanawake kwa sasa tuna hadi miliki, tunaambiwa hata kwenda kwenye mkutano, na sisi tunatoa hata hoja mbele ya wananchi, mbele ya wanakijiji. Zamani sisi tulikuwa hatunakatazwa hata kwenda kwenye mkutano. Sasa Mwenyezi Mungu anakwenda na mabadiliko. Tunaweza sasa hivi kumiliki. Hata wewe unapambana na wewe kunyamazia kwamba hii ardhi ni ya kwangu. Siwezi nikakuachia mali yangu na watoto wangu. Na sisi tumeshapata fursa, tena tunafurahi sana kwa kupata hiyo kazi, nafasi ya kumiliki hadi ardhi. Kwa sasa hata mimi naenda kutembea na Jina naitwa Helman Machuma, natokea kijiji cha Gurumungu, kata ya Gurumungu. Kwa manufaa ya huu mpango wa ardhi, kwa sisi watu wa kijiji cha Gurumungu tunanufaika sana, na pia tunatoa shukrani kwa serikali kwa ujumla. Kwanza kabisa tunashukuru kwa huu mpango wa ardhi, umetuondolea changamoto ambazo zilikuwa zinaingiliana baina ya wafugaji na wakulima. Maana hiyo migogoro haitakuwepo kwa sababu kutakuwa na maeneo husika ya malisho na maeneo husika ya kilimo. Pili, imewasaidia wakina mama kumiliki ardhi bila migogoro yoyote. Maana ilikuwa inawapa hofu kwamba nikinunua hili shamba baadaye nitakuja ninyang'anywe, lakini kwa sasa hii mipango ya ardhi imefanya watu wamiliki bila hofu kwa kupata hati miliki. Kingine tunashukuru kutuboreshea, tutapata maeneo ya miundombinu sahihi kwa kubageni na mapendekezo mazuri ambayo yatakuwa yanasaidia watu katika masuala ya uwekezaji. Maana tutakuwa na maeneo ambayo yatatengwa kwa ajili ya watu kuwekeza. Mimi kwa majina naitwa Bwahama Philibert Bageni, ni afisa kutoka Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi Dodoma. Tunasisitiza sana wananchi kutenga maeneo kwa ajili ya huduma za jamii, kwa sababu hizi huduma ndo zinatupelekea sasa baadaye tuwe na maeneo ya kutosha, lakini tuweze kuweka ile miundombinu ambayo itakuja kusaidia wananchi. Mfano, kuna vijiji wanakuwa hawana maeneo kwa ajili ya ambayo yako wazi, ambayo yako chini ya serikali ya kijiji. Kwa hiyo tunachofanya, lazima maeneo yote yapangwe. Kwa sababu tunapanga hayo maeneo na nia na malengo ni kukuza thamani ya ardhi. Tunachokifanya ni kujenga uelewa na uwezo kwa wananchi ili kutenga maeneo ya huduma za jamii, mfano makaburi, hata kwa watu binafsi ambao wana maeneo yao kama serikali ya kijiji haina maeneo iliyoyatenga. Hii itasaidia kwa sababu na hii hayatumaanishi yale maeneo yanakwenda kukwapuliwa kwa wananchi. Hapana, ndio maana haya maeneo tunasema ni shirikishi. Haya maeneo tunachokifanya baada ya kujengea watu uwezo, watu wanaangalia kulingana na jiografia na minuko na utambarare, wanatenga kwamba kwa mzee fulani kuna maeneo yanafaa kwa ajili labda ya kuweka soko, yanafaa kwa ajili ya kuweka makaburi. Kwa hiyo katika kutenga hayo maeneo watayatenga, lakini anakuja mwananchi mmoja mmoja mwenye maeneo, anaelimishwa na kuhamasishwa kwamba haya maeneo hayatatumika mpaka pale ambapo serikali ya kijiji itakuwa imefikia makubaliano yake yeye na namna ya kumfidia, aidha kuyanunua au kumbadilishia eneo. Lakini kuna maeneo ambayo tunatenga kwa ajili ya vitu vingine kama maeneo ukanda wa viwanda. Kwa sasa hizi tuko kwenye uchumi wa blue, si ndio? Watu inabidi wawekeze kwenye uwekezaji. Kwa hiyo tunatenga maeneo kwa ajili ya viwanda. Hayo maeneo yana malengo ni kuyakuza thamani, kwa sababu anapokuja mwekezaji anakutana moja kwa moja mwekezaji na mwenye eneo. Kwa hiyo tunakuwa tumekuza thamani ya mtu, ya ardhi ya mtu mmoja mmoja. Lakini maeneo mengine ni ukanda wa ufugaji. Saizi kupitia Wizara ya Mifugo wanahamasisha sana kutokana na kupungua kwa maeneo, kutenga maeneo kwa ajili ya kulima nyasi au kutenga maeneo ili sasa tuweze kuzalisha nyasi na mifugo yetu siwe napata majanga haya ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tunapotenga ukanda kwa ajili ya malisho au kwa ajili ya mashamba darasa kuweka malisho, Wizara ya Mifugo kwa kushirikiana na Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi wanatenga yale maeneo. Wataalamu wanakuja kwa ajili ya kutoa mafunzo, linakuwa kama shamba darasa, watu wanajifunza na wanapeleka zile elimu kwenye maeneo yao, nao wanalima nyasi kwa ajili ya kunani. Kwa hiyo huu mpango ni mzuri sana
na unakwenda kabisa kubadilisha mtizamo. Tukitenga maeneo kwa ajili ya kilimo, kuna ukanda ambao unakuta kuna maji ya kutosha. Lazima tutenge hayo maeneo, watu waje wawekeze kwa ajili ya masuala ya umwagiliaji. Lakini kuna wizara za kilimo zinahamasisha saa hizi kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, mvua zisizotabirika, lazima tuwe na mifumo ya kuweka mifumo ya umwagiliaji. Kwa hiyo hizo kanda zote tunazitenga. Tunazitenga wapi? Kupitia mipango ya matumizi bora ya ardhi. Wananchi wazalishe kwa wingi, uzalishaji wenye tija. Wafuge mifugo michache lakini yenye uwezo mkubwa wa kutoa nyama na mwananchi kupata faida. Mtu eka moja aweze kutoa magunia 30 baada ya magunia 5. Hivyo ndivyo mpango unavyokwenda kutusaidia.